Tusidanganyane ya kwamba usiku wa cheo ni jinyota kubwa ambalo kwamba linapita ndani ya usiku huo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hakuna jinyota kubwa litakalopita siku hiyo, bali usiku wa cheo, ikhwata al-iman, Allah ameuelezea usiku huo kunakuwa na amani, kwa sababu ni usiku ambao malaikatur rahman wanatembea ndani ya usiku huo wakiwa wanaongozwa na jemedari ambaye ni nani? Jibril alayhi salam. Kwa usidanganye watu bwana, ni jinyota kubwa ukawaambia watu wallahi nimeona Lailatul Qadr. Umeiona ikoje? Bonge la nyota limepita. Uongo, hiyo sio Lailatul Qadr. Wa Lailatul Qadr, na huu usiku wa cheo, tabadau min ghurubi shamsi, unaanza tu linapozama jua, watantahi bitului alfajri, na unamalizika pale kunapoingia alfajiri. Ndio maana ukitaka kuianza i'tikaf ile siku ya 20 kabla jua halijazama, ushahamisha virago vyako, kila kitu ndani ya msikiti, wewe na ibada na wewe, vyoo ni vya misikitini. Asije mkeo akakwambia my love, my sweetheart, my love, na kutamani wadudu wanitambaa kwenye mwili. Ukitoka tu kwenda nyumbani, itikafu isharibika. Unielewe, ni hivyo. Hii tunayokuja hapa tukawa tunaswali qiyamul layl katika zile siku 10 zile, si itikafu baba. Ile pale tunasimama kwa ajili ya ibada, ni kwa sababu kule nyumbani huna uwezo wa kusimama kisimamo kirefu kwa sababu hujahifadhi Qur'ani vyema, lakini haimaanishi ya kwamba Lailatul Qadri usiku wa cheo ukipita ya kwamba wewe haumo. Umo ndani, kwa sababu itakuwa uko ndani ya ibada. Shekhe, tuelewana? Sasa ikiwa mathala uko ndani ya ibada, usiku wa cheo umekupitilia, Allahu akbar, unahesabika ni miezi 1000 umefanya ibada, miaka 83, na yawezekana maskini ya Mungu hata miaka 80 usifike, lakini tayari ushahesabiwa wewe ndani ya miaka 83 umedumu kwenye ibada.